Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Haleluya. Na kusalimu katika jina la Bwana Yesu, jina lenye uweza na mamlaka na nguvu ya kubadilisha maisha na kutuleta katika utimilifu na ukamilifu wa mapenzi ya Mungu Baba aliye hai. Kwa nini nasema ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa? Ushirika wa Roho Mtakatifu unapokuwa nasi unatusaidia kulielewa neno la Mungu, kwa sababu mwandishi mkuu wa neno la Mungu ni Roho Mtakatifu. Karibu tafakari ya neno la Mungu inayokujia kila siku, ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris na inapatikana kwenye Rhapsody ya Uhakika kwa Kiswahili au Rhapsody of Realities kwa Kiingereza au kwa lugha nyingine yoyote unayozungumza ambayo iko kwako ama unaifahamu zaidi, kwa sababu ziko lugha 8123 na ushei ambazo neno la Mungu limetafsiriwa. Leo ni Februari 3, 2026. Na mtu wa Mungu hapa mchungaji Chris anatuletea ujumbe wenye kichwa cha habari kusema kataa mashtaka ya shetani. Kataa mashtaka ya shetani. Neno la msingi liko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 10. Neno hapa linatuambia, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nitarudia tena, mstari ni muhimu sana. Ni mstari wa ufunguzi kuhusu ujumbe wetu kwamba kataa mashtaka ya shetani. Unasema hivi, Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 10. Neno linasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sasa mtu wa Mungu mchungaji Chris anafafanua ujumbe wa leo kwa kusema, tazama kile ambacho andiko la ufunguzi linatuambia kuhusu shetani. Yeye ni mshitaki wa ndugu ambaye daima analeta mashtaka dhidi ya watoto wa Mungu. Anakushtaki mbele za Mungu na kwa wengine, na hata kukushtaki kwako wewe mwenyewe. Kwenye hatia, hukumu na kwenye kujilaumu ndiko anakostawi shetani, akinong'ona uongo unaosikika kana kwamba ni mawazo yako mwenyewe. Anaweza kukufanya uhoji kuhusu msimamo wako sahihi na Mungu na kutilia shaka haki yako katika Kristo. Labda umekuwa ukiomba kuhusu jambo fulani na bado halijadhihirika, kisha sauti yake inakuja, halijatokea kwa sababu hufungi vya kutosha, kwa hiyo Mungu hapendezwi nawe. Kisha ghafla unaanza kujisikia mwenye hatia na kuanza kutubu na kujilaumu. Hapana. Mchungaji Kristo hapa anasema hapana. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za shetani. Ukiangalia ile Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Yeye ni muongo na baba wa uongo. Ikiwa Mungu anahitaji kuzungumza nawe kuhusu kufunga, hata hitaji msaada wa shetani kufanya hivyo. Zaidi ya hayo, Mungu kamwe hawashtaki au kuwalaumu watoto wake. Yeye hutusahihisha, hutuelekeza na kutuongoza kupitia neno lake na Roho Mtakatifu. Lakini yeye kamwe, Mungu kamwe hawahukumu au kuwaaibisha walio wake. Hiyo ni mbinu ya shetani tu, kukubebesha hatia na kukufanya utilie mashaka haki yako. Wakati mwingine unaweza kujikuta ukimlaumu mtu kwa jambo ambalo hakulifanya au hakuwa na hatia nalo. Unaamini ama unasadiki kwamba wana hatia kwa sababu shetani amewashtaki kwako.
anachochea tuhuma, chuki na migawanyiko, kataa kumpa nafasi. Ile Waefeso sura 4 mstari 27 inasema, wala msimpe ibilisi nafasi. Usimpe nafasi ya kutangaza uongo wake, udanganyifu, hila na shutuma karibu nawe. Amini neno pekee na uhukumu mambo yote kutokana na mtazamo wa kweli ya Mungu na haki yake. Dumisha ufahamu wako wa haki na tembea katika upendo. Haleluya. Ufahamu wa haki huondoa hatia, hukumu au hali ya kujiona duni na hukuweka juu ya shetani na mashtaka yake. Pia hukupa ujasiri na uthabiti wa kumwomba Mungu na kutarajia majibu. Huna uoga na huna haya mbele zake, kwa sababu una amani naye kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ukiangalia ile Warumi sura ya 5 mstari wa 1. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa kuniweka huru dhidi ya hukumu ndani ya Kristo Yesu. Ufahamu wangu umejawa na neno lako na ninakataa kumpa ibilisi nafasi. Mashtaka yake hayana nguvu juu yangu. Nimesimama thabiti nikiwa nimehesabiwa haki, nimetakaswa na mimi ni mshindi katika Kristo Yesu. Amina. Haleluya. Basi masomo zaidi tunayapata kutoka kitabu cha Warumi ile sura ya 33 mpaka sura ya 8 mstari wa 33 mpaka 34. Hapa neno linatuambia, ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mistari mingine katika ufafanuzi ama masomo zaidi ya somo la leo ni Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Haleluya. Hiyo ni Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11. Na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 unasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Haleluya. Jina la Bwana Yesu na libarikiwe. Kila wakati ninaposoma na kujifunza tafakari hizi, napata furaha moyoni mwangu jinsi neno la Mungu linavyohudumia roho yangu. Kwa hiyo ninapokushirikisha wewe hizi tafakari, mimi pia napata huduma ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Unajua, mara nyingi watu wanajihukumu wenyewe ama wanakuwa wanyonge, wadhaifu, kwa sababu mawazo yao yamejaribiwa na shetani akiwaambia, hili nalo kutenda, na hapa jana ulifanya hivi na hivi. Kazi yake ni kushtaki. Lakini Biblia hapa imetuambia, huu mstari mimi nimeupenda sana, mstari wenye nguvu sana kwetu, ile Warumi 8:33 mstari wa 34. Hebu fikiria, hapa anasema ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Sisi tumeteuliwa na Mungu. Hapa anasema Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Kwa hiyo tumehesabiwa haki na Mungu. Kwa kuwa Mungu ni mkuu, yeye ambaye yu ndani yetu ni mkuu kuliko yeye ambaye yuko katika ulimwengu huu au katika dunia hii. Basi kumbe ametuhesabia haki. Hakuna mtu mwingine yeyote, hakuna kitu chochote, hakuna namna yoyote ya mtu yeyote kutuhesabia au kutuhukumu au kutushtaki kwa lolote. Na hapa ametuambia kwamba, je, ni nani atakaye wahukumia adhabu? Tunaambiwa Yesu Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili yetu.
Na zaidi ya yote, Yesu Kristo amefufuka, yuko hai, ameshinda kifo na mauti. Hivi hapa tunazungumza, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo hapo shetani hawezi kuingia popote, na tunamshinda kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wetu. Na tumeambiwa hapa kabisa kwamba Mungu hatuhukumu. Tabia ya Mungu Baba, hahukumu watoto wake wala halaumu watoto wake. Ni vizuri kufahamu hili ili kusudi uweze kutembea kwa ushindi. Kwa sababu tabia ya Mungu hawashtaki watoto wake. Anachofanya yeye, anatusahihisha kwa upendo, anatuelekeza kwa upendo na kutuongoza tena kwa upendo kupitia neno lake na Roho wake Mtakatifu. Kamwe hatuhukumu, kamwe haaibishi watoto wake. Kwa hiyo utaelewa tofauti hapa kati ya shetani na jinsi Mungu alivyotupenda na anavyotupenda. Wakati mwingine unaanza kumchukia mtu kwa sababu mawazoni mwako, aliniambia hivi, alimfanyia hivi. Futa. Biblia inatuambia tuwapende kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe tayari alikwisha kutupenda. Sasa anasema tukatae kumpa nafasi shetani. Kataa kabisa kumpa nafasi shetani. Kwa ufahamu huu, yale mashtaka yake ukishayakataa yote, kwa ufahamu huu utaishi maisha ya ushindi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe kwa neno lake. Wakati wangu sasa kukuruhusu uweze kuingia katika ufalme wa Mungu kama hujampa maisha yako Bwana Yesu. Sema sala hii baada yangu, nawe utafanyika mwana wa Mungu. O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na ninakiri kwa kinywa changu kwa Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia hii leo. Sasa hivi katika jina lake takatifu napokea uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Kama umesema hii sala, nataka nikwambie kwamba Mungu wetu yuko hai, amekusikia. Na karibu katika familia ya watoto wa Mungu. Mwili wako hautabadilika, rangi ya ngozi yako haitabadilika, lakini roho yako imezaliwa upya, imezaliwa mara ya pili. Mungu wako akubariki sana. Kama una maswali, unataka kufahamu jambo zaidi, tuandikie alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki. Haleluya.